Yesu ndiye ngao yangu, ngao yangu. Yesu ndiye ngao yangu, ngao yangu. Yesu ndiye ngao yangu, ngao yangu. Sitainamia kwa miungu mingine. Yesu ndiye ngao yangu. Pale msalabani alipigwa kwa sababu ya uhai wangu. Sitainamia kwa miungu mingine. Yesu ndiye ngao yangu, ngao yangu. Yesu ndiye ngao yangu, ngao yangu. Yesu ndiye ngao yangu, ngao yangu. Sitainamia kwa miungu mingine. Yesu ndiye ngao yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Kwanza jipigeni makofi mpaka. Haya, mimi nataka kuwapatia himizo. Sitaki kuchukua muda mrefu. Lakini vile Roho ataniongoza ndio vile nafanya. Kwa hivyo nataka mtu anisomee Isaiah 42:22. Isaiah 42:22. Inasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka, wala hapana asemaye kurudisha. Amen. Haya, tuombe. Baba, katika jina tukufu la Yesu na programu ya Mungu leo, nakuja kwako kusema wewe ni Ebenezer. Nikijua wewe ni moto lao. Nikijua ya kwamba kipindi hichi umetupatia na ibada ambayo umetupatia ni ya kutoka Mungu, na ya kwamba kuna maisha yetu yanabadilika. Na vile tutaenenda kuanzia sasa ni kwa sababu ya nguvu zako, ni kwa sababu ya neema yako, ni kwa sababu ya mwangaza wako. Na tunaomba hadi tunapoendelea na ibada, uzidi kutulinda kwa nguvu zako na utuoneshe uwepo wako kwa kila jambo. Na ni katika jina tukufu la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Acha nikaribia hapa. Semeni mashimo ya kishetani. Mashimo ya shetani, Mashimo ya kichawi. mashimo ya kichawi, Mashimo ya uharibifu. mashimo ya uharibifu. Yote yanaongea kitu moja. Whether ni mashimo ya uharibifu, ama ni mashimo ya kichawi, ama mashimo ya kishetani. Na ile mnafaa kujua ni haya mashimo, kama vile tumesomewa, kuna watu bado wamefichwa kwenye mashimo. Hata mnaweza angalia kutoka kabla hata muingie kwa kanisa, siku ile watu walikuwa naishi yale maisha ya zamani kabla uokolewe, si ndio? Ulikuwa kwa mashimo. Haya mashimo yanakuanga ni ya kiroho, si ya kimwili. Haya mashimo ni ya kiroho. Na unakuta pia kuna watu hata kama ni watumishi bado wako kwa mashimo. Unakuta washirika ambao wameenda kwa haya mashimo pia wamekuwa mashimo. Sasa mashimo, nataka muelewe kitu moja. Nataka tufuatane vizuri ndio tuelewe vizuri. Mashimo tumesema ni ya kiroho, si ndio? Kumaanisha yako kwenye anga ama kwa hewa, yako kwa nchi, yako kwenye maji, na hata yako kwenye binadamu. Sijui kama mnajua na tunajua katika maisha yenu mshakutana na watu ambao mkikutana nao lazima kitu ifanyike. Kama mshajua hiyo, wale tunaitanga wa mkosi ama ni wanuksi. Wa mkosi, mkosi ama nuksi. Sasa unajua wewe unamuita ni mkosi, lakini yeye ni shimo. Lazima umuokoe ndio atolewe hiyo shimo itoke. So unakuta kuna watu ukikutana nao hata kama ni kazini, kazi inaisha. Ukikutana nao wakati kama ni kwa mambo ya maombi yako inakatika. Ukikutana nao hata kama ulikuwa na fedha zinapotea. Ukikutana nao unakuwa mgonjwa. Ukikutana nao baadhi ya vitu zinafanyika. Lakini kwa sababu haujaijua shida inakuanga wapi, ni kwa sababu huyo mtu ni shimo. Ni shimo ya kishetani.
lakini watu wengi hawajajijua. Hata kuna watu wengine bado ni wanasema ni watumishi wa Mungu, lakini mashimo ya kishetani. Ukienda tu kwao hivi atumeenda maombi, ulienda na baraka, unatoka hapo bila kitu. Hata ile kuomba na kutafuta inamezwa. Kuna watumishi hapo na hata utaenda kwake na atakuombea na sauti nzito. Unajua kuna watu wanapenda kuombewa kwa sauti ndogo. Akiomba na sauti ndogo anatoka na sema na leo kuwa na moto. Hata kusikia mtu anaguruma na katawe. Sema Yesu. Hapo nitajua sasa kuna uwepo. Na kumbe sasa mtu anafanya hivyo ni shimo. Kwa sababu mali anaelekea yeye ni shimo, na shimo lake linajazwa na nini? Na pesa. Shimo yake inajazwa na nini? Na gari. Na gari. Shimo yake inajazwa na nini? Na mali. Lakini ukiwa pale, kwa sababu umekuja hapo ukatolewa unaambiwa ukaambiwa utaenda kupata kazi. Lakini kwa sababu pia ujiconnect na hauna imani, kazi inakawia kidogo. Unaona? Haya madhabahu sioni. Wacha niende kwa wapako mafuta. Kwa kuguruma. Ndio kanyota huko. Unaenda huko. Unajua kuna ukauliza mtu hapa, ushaenda kwa mganga, atakwambia sijaenda. Lakini uganga iko kwa makanisa. Hautapatiwa kile tubiti twa miguu mitatu. Unajua tule tubiti twa miguu mitatu, unajua nini hufanyika? Wacha nikueleze siri leo ndio uchue. Kama hujaijua, wacha nikwambie siri. Tule tubiti twa miguu mitatu, sasa unapatiwa pale, unaambiwa ukae chini. Unajua unaingia na nyuma. Tusicheke, tunajua hii maneno. Ndio. Unaingia na nyuma, unaingia hapo. Mtu anakaa hapo anakuambia keti hapo. Sasa unakaa hivi. Unajua kwa nini kiti hiyo inakuwa ndogo? Ama kwa nini inakuwa chini? Kwa sababu ukiamka kutoka hapo, hautaamka na roho yako. Utaiacha hapo. Na kila saa hata ukitoka, unajua ile toka ni mwili wako. Utatoka, sawa? Na utatoka kama umewekwa kitu. Unajua huu mwili ndio uishi, lazima ukuwe na kitu ndani. Either ukuwe na roho yako ama ukuwe na jini. So ule mganga anakutoa hiyo roho yako na anakuweka jini. Sasa ukiwa kwa kitanda unaota, unaanza kushindwa, mbona unashinda nikiona na ule mganga? Sio tunaota naye, roho yako iko huko bado. Uliacha siku ile ulienda ukaiacha huko. Unaiacha huko. Na sasa hiyo roho yako anaitumia kutafuta nini? Mali ya kujaza shimo yake. Anatafuta sasa hiyo spirit yako ndio unakuta saa nyingine unaota atuko kwenye banki unahesabu pesa. Na ukiamka asubuhi hata chai hauwezi. Ushajiuliza kwa nini? Ni kwa sababu siku ile ulienda kwa mtu fulani, wewe ulienda kwa mganga, wewe ulienda kwa kanisa, uliacha kitu chako huko. Na hiyo roho yako inatumika kufanya kazi. Ushaisikia mtu nyote inahamishwa kutoka mahali pamoja na peleka mahali pengine. Kama mtoto anaenda anasoma, anakuwa namba 1 kidogo kidogo, ameanza kuwa mkia. Nini hufanyika? Kwa sababu hao watu ambao ni mashimo wanaweza kuibia kitu. Wanaweza kuibia akili yako, wanaweza kuibia mikono yako. Yaani, unajua watu ushajiuliza kwa nini kwa miaka karibu 3 upokei kitu? Kwa sababu mikono yako ya kiroho hauna. Miguu yako ya kiroho ya kumiliki hauna. Tumbo yako ya kiroho hauna. Kizazi chako cha kiroho hauna. Na unatafuta mtoto wapi? Utapata wapi? Sasa wenye wanafanya kama ile example tulikuwa tunapatiwa na baba yetu Apostle. Alitupatia mfano akasema kuna mtu alizaliwa lakini nyanyake akaweka agano na mashetani. Si ndio? Ya kwamba hata hawaiza, kumaanisha mtoto akiwa mdogo, imagine huyu ni ushetani wena gani? Mtoto mdogo ambaye hajijui, unamtoa kizazi, unabaki nacho. Siku ile anaenda kwa maombi, anarudishiwa. Ndio ukienda kumtembelea na kuuliza, na hii ulipata aje? Na nilikuwa nimeficha mahali pazuri. Hii ulitoa wapi? Na nilikuwa nimeficha mahali pazuri. So kuna watu ambao ni mashimo ndani ya maisha yako. Ansali unakuja kanisani ukiambiwa usifanye kitu fulani, wacha kufanya, kwa sababu mashimo ndio unajaribu kuondolewa katika maisha yako.
Unaenda nyumbani, unasafiri unaenda ushago. Ujakuja uombewe ndio haya mashimo ya upishane na. Kwa sababu tunaambiwa hata ukitembea kwa barabara, mashimo yako hapa karibu. Mashimo yako hapa. Hata ukilala, mashimo yako hapa. Hata sasa unakuwa mgonjwa na koa, mashimo yako hapa. Imebakia kidogo tu ikumeza. Mashimo yako hapa. Hata sasa umesinizi. Shimo liko hapo. Una watu sinizi na shetani ashindwe. Shindwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Kuna watu wana sneeze. Wacha kusneeze unyambe. Sijasema hiyo. Sijasema hiyo. Nimesema una sneeze na uhai unakutoka. Kwa sababu kulikuwa hiyo shimo yako ilikuwa karibu sana na wewe. Hebu tusome kitabu cha Ayubu 33:19 to 22. Ayubu, kitabu cha Ayubu. Kitabu cha Ayubu. Ndio tuelewe hata ukiwa hospitali uko kwa mashimo. Hata sasa unataka kuinuliwa ndio mashimo yanakuwa makubwa. Sasa unataka kuinuliwa ndio mashimo, ndio vitu huwa zinakuwa ngumu. Ama je, unaona sasa unataka kupokea kitu ndio vitu zinakuwa ngumu. Kwa nini? Kwa sababu ya mashimo. Hebu nisomee hapo. Inasema yeye hutiwa adabu kwa maumivu tandani na kwa mashindano yaendeleayo daima mifupani mwake. Hata roho yake huchukia chakula na nafsi yake huchukia nyama nzuri. Nyama ya mwili wake huliwa isionekane, na mifupa yake isionekane yatokee nje. Naam, nafsi yake inakaribia shimoni, na uhai wake unakaribia uangamizi. Amen. So hapo tunajaribu kueleza nini? Kuna magonjwa ambayo unatumiwa wewe kama binadamu, kuna magonjwa unatumiwa ambayo ni ya kishetani. Sawa? Uone wewe si mchawi anaanza kutupia tu ugonjwa akufanye tu uwe na shida. Ama utumie pesa zako. Anaweza kuwekea hata kama ni kansa, akuwekee ugonjwa tu. Tunajua hizi ugonjwa hizi wanasema za kizungu, lakini si za kizungu, ni za kichawi. Shetani ashindwe. Si za kizungu, ati ugonjwa wa sukari. Ni wa kishetani. Ugonjwa wa pressure. Kwani Mungu akikupa huo ugonjwa ulikuwa? Hakuna. Na ndio maana shetani anaenda kwa Mungu anasema, huyu anasema ni mtumishi wako, lakini nipatie dakika 2 uone kama sitamgeusha. Kwa hivyo kumaanisha tukitumia hiyo story ya Ayubu, ugonjwa unaletwa na nani? Na shetani. Ama ugonjwa unaletwa na Mungu? Ugonjwa unaletwa na shetani. Na kama ugonjwa haujaletwa na Mungu na hujaletwa na shetani directly, wewe mwenyewe ndio unajiletea. Sababu ya kuleta yana mashimo karibu na wewe. So, ndio nasema si kila mtu unamuona hii dunia ambaye ni mtu. Kuna watu mashimo. Unaona kuna watu wanafanya makosa lakini wanaona ni kitu ya kawaida. Unaona? Hata saa nyingine okay, hapa kanisani hatu, lakini kuna watoto wengine wanakuwa watukutu mpaka wanashindwa, huyu alizaliwa na binadamu. Ushajiuliza hiyo swali? Kwa sababu mtoto ni mtukutu. Akiingia kwa darasa anavunja maglasi. Akiingia mahali lazima haribu. Akiingia kwa nyumba yako lazima remote aitoanishe battery, lazima afanye kitu. Mwingine ni mwizi, anaanza wizi hata akiwa 5 years. Shetani ashindwe. Ni yale mashimo tunaongea. Hapo nikuuliza swali moja kwa Biblia. Si mnaona ukisoma vizuri unakutanga watu wanachinjwa wengi sana. Mpaka unashindwa mbona watu wachinjani siku hizi kama hizo siku? Ni kwa nini? Nani anaweza nipatia jibu? Mbona watu venye vile tunasoma kwa Biblia, mbona watu wachinjani kama zamani saa hizi? Mbona? Nani atajaribu? Mbona? Tunahimizana mbona? Yes. Kwa sababu kulikuwa na consequences of sin after Adam alitendanga dhambi kwa Eve. Huyu amejaribu. Apigeni makofi.
hajaisema venye nilikuwa nataka kuisema. Sema yako basi. Sema yako. Wewe umesema hajaisema venye nilikuwa nimeisema, nataka kuisema. Sema yako. Yeye amejaribu. Yako. Ulikuwa sema gani? Mbona watu walikuwa tunaambiwa kwamba kuchinjana sana. Nataka tuelewe kitu hapo. Mwingine anataka kujaribu? Ni kwa sababu si tunaambiwa ni kwa Genesis 6:4. Hebu niangalie Genesis 6:4. Genesis 6:4. Mwanzo 6:4. Hao wanaseli walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hao wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Umesikia hapo? Umesikia kulikuwa na manefeli. Sasa hao manefeli walikuwa ni watoto kwa sababu ya dhambi. Sawa? Na manefeli waliishi sana, hata ukikuja kuangalia kina Goliati, watu walikuwa ni manefeli. Sawa? So kwa nini watu walikuwa wanachinjana ni kwa sababu si wale walikuwa wanachinjwa si binadamu. Walikuwa ni manefeli na wana wa dhambi. Mashimo. Ile naongelea juu yake. Na ndio maana Mungu alikuwa anasema, anaambia Sauli, ukienda kule maliza kila kitu kwa sababu hao si watu. Lakini si Sauli alijitafutia sifa. Alifanya nini? Alichukua mfalme Agagi akamchukua, si ndio? Kwa sababu zamani sifa ile ilikuwa ya wafalme hiyo wakati ni ukishikamata mfalme ulikuwa unaenda unamkata hizi vidole. Alafu yeye ndio wa kukusafu. Yeye ndio kukutumikia, wa kukuletea chakula ama kinywaji ama nini. So ilikuwa ni sifa. Ndio. Lakini Sauli alifanya hivyo, kulifanyika nini? Samueli alikuja kakuta Agagi kwa hapo, alifanya nini? Tuko pamoja? Samueli alikuja kakuta Sauli hajamaliza Agagi, alifanya nini? Alifanya nini? Kwani tunapotazana wapi na nilikuwa tunaelekea vizuri? Sauli alienda akashinda vita, si ndio? Akamkamata mfalme Agagi, sawa? Akakuja naye na akakuja na mbuzi wanono, kondoo wanono, anataka kuja kumtolea Mungu, si ndio? Lakini alikuwa ameambiwa asikuje na kitu chochote, si ndio? Na akaona Samueli amekawia sana kuja, akachukua nitama nini? Akachukua nafasi yake na akatoa kafara, si ndio? Sasa ile Samueli alikuja, nini kilifanyika? Kwa wale wanakumbuka hapo. Mbona ameasi, lakini nini aliua nani? Samueli aliua nani? Yes. Alimuua huyo mfalme Agagi, sio? Na akamwambia hata ile kafara alikuwa kutolea Mungu, nani alimwambia Mungu ni maskini, alikuwa anataka kumletea hiyo kafara chafu. Si ndio? Sasa ndio hapo tunakuja ndio kuuliza, mbona katika maisha yetu tunakuwa Sauli? Mbona kwa maisha yetu tunakuwa Sauli? Nataka usikize hapo, nani hiyo sauti ya Mungu ndani yako hiyo. Mahali umeambiwa usifanye kitu, hapo ndio unapendelea hapo. Na umeambiwa Agagi ni shimo la kuzimu, usimbebe. Lakini kwa sababu ya sifa lazima umbebe. Umeambiwa achana na, unajua mahali kuna mashimo nyingi ya kuzimu ni wapi? Ama mashimo ya kishetani. Mahali kuna mshene. Ushaona mahali kuna mshene ile tamu. Ushaona ile mshene tamu inaweza kufanya utoka kwa nyumba na urudi mpaka saa 8. Na umetoka saa 1. Na inakuwa chapter moja ikiisha ingine inakuja ni kuchambua.
kuchambua mpaka unaletewa chai, mnakunywa chai hapo hapo kwa gani? Wewe mshenee hapo. Hapo hapo. Hapo ndio mashimo sasa unafungulianga mashimo ya kishetani. Hapo kwa hiyo mshenee. Hapo. Uki notice ni ukishatoka kwa mshenee, kitu cha kwanza ukifika kwa nyumba, huwa mnakosana. Na bwana yako ama na bibi yako. Na wangapi wanasema ninasema ukweli? Hata watoto wameinua. Wapigeni makofi. Wanajua wanapitianga nini? So tuachane na mambo ya mshenee. Na kile umeambiwa na mtumishi wa Mungu usifanye, wacha. Usifungue mashimo. Unajua ile problem inakuwa ni kila saa mashimo ikitolewa hapa tunaenda kutafutana naye. Nikwambia wewe mtu fanya. Umetoka hapa vizuri, umetolewa mashimo, imetolewa. Sawa? Ukishatoka pale kitu cha kwanza ni kwanza kutafutana na ile shimo. Wewe shimo, wapi? Sasa wewe shimo unabaki nikiwa sina pesa na uko hapa. Kuja hapa. Sasa Sunday tunaambia ile kitu ile ya Sunday. Tunashindia hivyo. Mungu anauliza siku gani utainuliwa kama umezoea kucheza na mashimo? Siku gani utainuliwa kama unacheza na mashimo? Mashimo uko nayo, hata ukilala yako hapo. Ukiamka yako hapo. Na ukienda darasani yako hapo. Ukienda kazini yako hapo. Ukitaka kuomba, pengine mashimo ya kuomba yako makubwa mpaka ukijaribu hata kusema baba yetu unashindwa. Unashindwa kabisa. Mbona? Ni kwa sababu tunafaa kujua ya kwamba mashimo ya kishetani yametuzingira. Lakini sisi tunajiita wajanja katika Yesu. Tunafaa kujua kuna mashimo na tuyaepuke. Sababu bila kuyaepuka hatuelekei mahali. Bila kuepuka hatuinuliwi. Bila kuepuka utakuwa unanung'unika miaka yako yote. Nikupatie mfano. Wewe umejazwa na mashimo na mwingine amejua kuepuka mashimo, anainuliwa. Swali ni mbona unakasirika sasa anainuliwa? Na wewe umekatalia mashimo yako. Umekataa kuepuka. Umekataa kutumia maarifa ambayo Mungu amekupatia kuepa haya mashimo. Unakuwa kama Sauli, unataka kuweka kitu katika maisha yako ndio kupatia umaarufu. Tuachane na umaarufu, mbinguni hatuingii na umaarufu. Narudia. Mbinguni hatuingii na umaarufu. Amen. Ni kwa maombi, ni kwa kutii Mungu, ni kwa kutubu, ni kwa kukemea shetani, lakini si umaarufu. Usianze kumwomba Mungu, Mungu na venye nilikuwa nakaa pale mbele ya kanisa, inakusaidia na nini hiyo? Kama hizi vitu zingine utilii maanani. Utasikia Yesu akisema, toka hapa sikujui. Apostle Collins alipeana example nyingine akasema unaweza kufundisha watu na ukakuwa na wana. Sawa? Lakini wana wanakuja wanaingia mbinguni wanakuacha kando. Kwa nini? Uliwafundisha kutoa mashimo na haya mashimo ukayafuata wewe mwenyewe ukaenda kuyamiliki. Sijui kama unanielewa? Ni kama unajua mganga ukienda kwake kitu cha kwanza anataka kujua ni kitu gani nzuri kwako anaweza chukua. Si ndio? Na si mganga peke yake, kuna hawa waganga mpaka kwa makanisa. Ndio nakwambia ukienda mahali chunga kuguzwa kichwa. Hii ni mlango kubwa ya vitu zenye ziko ndani ya maisha yako. Lakini watu wanataka sile wameguzwa, sile wanaongelelewa hapo kama wanafinyiliwa kichwa. Baba katika jina tukufu la Yesu. Toka. Sile anasema toka, kumbe huko mkono wake inasema opposite. Miliki. Chukua. Unatoka nje ya kanisa, ukifika pale nje unaanza kushindwa, mbona nasikia kabaridi? Mbona nasikia niko na uwepesi? Unajua unaweza kupata uwepesi mwingine, ufikirie ni dhambi ilienda. Kumbe ni nafsi ilienda. Roho ilienda. Lakini hapo umeng'ang'ana hapo, unasema nimetoka ile kanisa lakini sijisikiani kuomba. Ama huyu jamaa huwa ananiombea. Unajua unafanya uanze kuabudu masanamu. Huyu mtu anakuwa sanamu yako. Kwa nini? Unaanza kushindwa. Sisikiani kuomba lakini nasikianga tu nikiwa na kaamani. Si kaamani, shimo ni kubwa, imekumeza.
Shetani ashindwe. Shindwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Shimo ikishakumeza unakuanga, ndio unaonanga hata mtu ambaye ako karibu kufa. Mtu ambaye ako karibu kufa, wanasemanga unapokea kaamani. Hata kama ni kakishetani unapokea kaamani. Ama sasa unaenda kupokea kaajali ama magonjwa, kuna kaamani fulani unapatanga ndani, kidogo kidogo umefagiliwa na gari. Shetani ashindwe. Shindwe. Kwa sababu shetani anajua anauma na anakuliza. Yes, anakuuma, anakumeza, anakupuliza. Na shetani mbaya, anaweza kukumeza na bado anakufuata na kupatia mashida zaidi. Shetani ashindwe. Shindwe. Shetani anaweza kupeleka mpaka mahali mpaka usikie kujimaliza mwenyewe. Kweli ama urongo? Yes, sasa ndio nasema tujaribu tuhepe haya mashimo. Na haya mashimo yanamalizwa na vitu kadhaa. Kwanza, wokovu, lakini wokovu wa roho na wa kweli. Si wokovu tu. Unajua mimi sipendangi nikikutana na mtu akiniambia niliokolewa 1998. Lakini naona kuna kitambi na kitambi inakaa ya dhambi. Kuna watu kama hao. Kuna acha ndasema tu ni mtumishi sasa kusema ni nani. Lakini kitambi kubwa mpaka akiambiwa ubiri hizi ubiri, kwa sababu akiongea kidogo hivi jasho inamwagika. Na huko watu wanamuita, unajua ushaenda kusema kanisa wanasema our father, baba. Baba, si ndio? Na anaeka mpaka carpet. Na kwanza hata ukimsaidia mwisho anakuja na kutusi. Mmemsaidia, mmenunulia gari na anaanza kuwatusi. Bwana apewe sifa. Amen. Na mimi nimekuja na gari na sina vumbi. Na wengine wamekuja hapa wamechafuka sana. Mmechafuka sana, sijui mnachafukia wapi. Yaani kurudisha mabaya kwenyu bila kujua. Mnarudishiwa, yaani mnachekelewa. Na hii ndio mmenifikisha mpaka hapo. Unasema unashindwaje kunywa chai asubuhi? Kumbe hiyo pesa yako ulikuwa umesave kidogo ndio umpatie, na kumbe asante ya punda ni mateke. Na hao ndio wale watu wanaongozana, ndio maana unaenda kwa makanisa mengine yamejaza watu. Lakini akijaza nishatembea siku moja nikakutana na mmoja akisema, hata sikumwongelesha lakini alikuwa anaongea tu akasema, "Ulisikia ibada leo?" Alikuwa ni Gen Z. "Ulisikia aje ibada ya leo?" Alitumia wanasemanga ile kitu kikula ilikuwa tamu, wanasema ina. Ulisikia aje ibada ya leo ina slap. Ina slap. Ati kwa sababu walishinda wameimba. Haukuwa na neno hata moja, ni kuimba kuanzia 1 mpaka mwisho. Kutoka A mpaka Z, kutoka 1 mpaka 100. Ilikuwa ni kuimba. So akishanoka hapo anasema nimeimba, lakini ile nilikuwa na shida nayo, naumwa na kichwa. Hiyo kichwa inakuja kama umetoka kumwabudu Mungu, kichwa inaumia. Ni kwa sababu kuna kitu hujatoka nayo hapo. Kwanza avoid kanisa ambayo haufundishwi neno la Mungu, avoid kabisa. Toka mbio. Mahali kuna kanisa na ufundishwe neno la Mungu, toka mbio. Neno la Mungu ni upanga. Na kama unaingia vita utaingiaje bila upanga? Wezi. Unajua sasa unaomba, wewe unaweza fikiria unaomba tu, lakini katika ulimwengu wa roho kuna kitu inafanyika. Unaweza omba na katika ulimwengu wa roho unageuka na kuwa upanga. Unafyeka hao wachawi, unawachana, waganga wa kienyeji, makuhani wa shetani. Ama unageuka unakuwa moto. Unageuka unakuwa nyundo, unaponda, mchawi, unaponda. Lakini sasa unaomba maombi flat, unageuka nini sasa? Huo ushamezwa. So avoid kumezwa. Nilikuwa nawapatia hii mizo kwa sababu kuna kitu baba yetu apostle anaenda kufanya. Lazima kuwe tayari, lazima uachilie hiyo shimo. Acha kukatalia shimo. Ushaona mtu amekuja kuombewa, unamuuliza swali, nafikiri mtumishi atakutana na watu kama hao wanakuja weekday. Wala watu unajua kuna mtu anakuja na siri, anakuja anauliza swali lakini anapeleka mtumishi yuko round.
anampeleka Taj Mall, anampeleka town, amrudishe Kariobangi, arudi Dono, na jibu ilikuwa tu iko tu hapo, lakini anakuzungusha mpaka chokore, alafu mwisho anasema ni ukweli, baada ya ku waste time karibu 30 minutes kwa sababu ya kukatalia shimo. Wewe unataka kuinuliwa, lakini uko na siri umeweka kwa shimo. Nimekwambia kwa katika ulimwengu wa roho kuna mashimo kwenye anga, kwenye nchi, kwenye maji na hata kwa watu. Yapo. Na yako tayari. Unasikianga shetani ni kama simba anatafuta mtu amrarue. Sasa shetani pia ni kama shimo, anatafuta mtu ammeze. Na amezangi atanabakisha viatu nje. Anamezanga kila kitu. Na anameza pia familia nzima. Hilo unaambiwa shimo yake ni infinity, inatoshea anything. Inatoshea mpaka ndege. Inatoshea mpaka mji. Inatoshea kila kitu. Kwa hivyo leo achilia mashimo yako. Narudia, leo achilia mashimo. Amen. Jichunguze ndani yako ujue ni shimo gani ambayo imekuwa ikikusumbua. Ni shimo gani? Ni kula sana. Unajua kula sana pia ni dhambi kubwa. Kukula kidogo na unajua uwezi. Unaanza complain. Unakula kidogo na una complain. Hiyo ni dhambi. Kula ile imetoshea. Sawa? Kula ile imetoshea. So jichunguze ndani, uangalia ni kitu gani, ni shimo gani, ni kuchapa watoto wa ovyo ovyo. Unajua kuna watu bibi na bwana wakishakosana, hasira zinaenda kwa wanafyekwa. Mpaka majirani wanakuja kuuliza woi, anapumua bado ama amshamaliza. Hata kuna mafamilia zingine wakisikia vita imeanza wanakimbilia kwenda kuchukua watoto. Kwa sababu hapo wanajua vitu zitavunjwa. Mikono itakatwa. Mili itapondwa. Why? Kwa sababu ni mashimo. Kumekuwa na watu mashimo. Na ukishaambiwa na mtumishi wachana na yule ni shimo, bado unasema roho yangu iko wapi? Haya, basi mimi nakwambia hivi, achilie shimo uone ukienda kubarikiwa na kitu kingine. Amen. Achilie shimo. Achilia. Wewe jichunguze ndani. Nataka ujichunguze kwa sababu moto unaenda kuamka mzuri sana. Au kuweka huru, lakini jichunguze. Sikiza, unaweza ombewa hata mara ngapi, lakini kama uko tayari kuachilia kitu, ni kazi ya bure. Wewe iachilie hiyo kitu. Wewe jichunguze ujue ni kitu gani. Ni kitu kimekusumbua miaka 20 na bado iko ndani? Ni kitu kimekusumbua miaka 5? Ni kitu ulienda kwa mganga na umeweka mahali ama ulienda ukachimbia mahali na bado unaanza kuulizwa na mbona hiyo hawajaiona? Unajua kuna watu wanakuja kujaribu watu maombi. Yeah. Nimetoka hapo na mbona hajaniuliza na nilimuita mbwa. Shetani ashindwe. So nataka ukuje ukemewe. Sasa leo ukemewe na mtu, leo Roho Mtakatifu anaenda kukemea. Amen. Hiyo shimo ambayo uliingia nayo hautoki nayo. Hata kama ni yuko nyumbani, kama hiyo mashimo yako nyumbani, leo ni lazima yakuachilie. Ni one way. Yakuachilie ama yachomeke saizi mahali yako, hata yaanze kuchomeka kabla hata tuanze maombi. Lakini nao usipembeleze. Unajua ni kama ilikuwa ni Paulo akiingia nchi fulani akakutana na msichana mmoja ambao alikuwa anatumika na watu hapo kutengeneza pesa. Si ndio? Unakumbuka hiyo? Alikuwa anaitwa nani huyo msichana? Alikuwa anaitwa Lydia ama alikuwa anaitwa nani? Huyo msichana unakumbuka Paul kuna mmoja alikemea akisema hawa ni watumishi wa Mungu. Huyo msichana alikuwa anaitwa nani? Iko kwa Biblia. Alikuwa anaitwa nani? Hai, na kuanzia siku leo mtaanza kusoma Biblia. Hai. Itabidi. Unajua kwa nini nasema hivyo? Kuna siku moja manabii watatoka kutoka nchi nyingine wakuja hapa wanauliza swali wanashindwa. Hapa kumeenda namna gani? Na vile wanasomesha watu wengine ulimwengu mzima. Kwani hapa kumefanyika nini? Ni hii kanisa ama kuna kanisa lingine? Shetani ashindwe. So huyu msema alikuwa anaitwa nani? Sitoki hapo, lazima tujue hiyo.
Alikuwa anaitwa nani? Mnanitafutia mpendaji? Msiache mmezo na shimo, mtafutieni hapo. Alikuwa anaitwa nani yeye? Unamtapata hakuna. Sawa. Kulikuwa hivi, si Sauli wakitembea, walikuwa na nani huyo wakitembea wakiingia katika huu mji. Wakutana na kijana mmoja hapa akisema hao ni alishinda akiwafuata nyuma. Akisema hao ni watumishi wa Mungu. Yeah? Na Paul akaona kuna kitu mbaya. Akakemea ile pepo ikatoka, si ndio? Ama tuseme tu hiyo shimo ikatoka. Na hiyo shimo ilikuwa ni ya kutumiwa na watu wa hiyo mji. Yaani huyu msema alikuwa ndio mlango wa huo mji. Ukiingia kwa huo mji, huyu msichana lazima umpate hapo. Kuna watu ambao ni milango katika maisha yako. Lakini kuna milango mbili. Unajua kuna milango mtu anaweza kufungulia mlango wa Mungu ama mlango wa shetani. Kuna walinda mlango katika maisha yako. Haupati kazi kwa sababu kuna mlinda mlango ambaye amesimama hapo. Haupati fedha kwa sababu kuna mlinda mlango ambaye amesimama hapo. Haupati watoto kwa sababu kuna mlinda mlango amesimama hapo. Hauhudumii kwa sababu kuna mlinda mlango. Kuna mtu alisema haezi penya mpaka anikujie mimi. Hapo ni shida. Sasa leo ndio naambiwa achilia yote. Na utaona neema ya Mungu ikishuka, na utaona baraka za Mungu zikishuka, na utaona nguvu za Mungu zikishuka, na utaona freedom ikiingia ndani ya maisha yako. Lakini kwanza jichunguze ndio ujue ni shimo gani hiyo unashindwa kuitumia. Hata saa hizi bado tukiongea kuna mtu bado kuna kashimo kanamsumbua lakini amebishana nako. Anasema na hii kakemewa sitaacha kupokea ile baraka nilikuwa napokea. Ndio maana nilikuwa napatia ile example hiyo msichana kwa sababu kuna watu walikasirikia Paulo kwa sababu ya msichana kukemewa kwa sababu kuna kitu chao katika maisha yao ilibadilika. Walikuwa wanatumia msichana kama shimo ya kuwatafutia pesa. Sasa leo wacha kutumika na watu wengine kuwatafutia pesa. Wacha leo wewe upokee hizo fedha. Wacha leo upokee hiyo kazi. Wacha leo upokee kuinuliwa. Wacha leo upokee huduma mpya. Wacha leo upokee familia. Wacha leo upokee watoto. Wacha leo upokee kila kitu bila Mungu alikusudia ukue. Unajua kuna mtu wako mahali tu anacheka anaonanga haka mtu nilikamaliza kitambo. Akatawaipata. Sasa leo chochote ametengeneza kutumia jina yako ama kutumia mwili wako ama kutumia roho yako, tunaenda kukireverse kurudi kwako na baki bure. Katika jina tukufu la Yesu. Haya mashimo alikuwa anatumia kukuweka chini, naenda kumrudia mara 70 mara 7. Katika jina tukufu la Yesu. Lakini sasa ndio iko hivyo, achilia haya mashimo. Achilia. Mashimo mengine uliwekwa bila wewe kujua. Ukiwa mdogo ulienda ukachanjo, ukafanyia maneno au kujua, lakini nguvu za Roho Mtakatifu zina uwezo wa kujua nini ilifanyika, lakini kubali ya kwamba kunaweza kuwa na uwezekano ilifanyika. Lakini si kusema kwetu hakuna wachawi. Hiyo ikusaidii. Sema mimi sijui lakini kama ilikuwa Mungu aniondolee. Bila kusema kwetu hatuko hivi, kwetu hakuna waganga. Nimekwambia watu si wale. Nikwambia sasa ukatembea hapa Nairobi uambie mtu ni mganga na amevaa suti, amevaa nini, amevaa gold kwa mikono, kwa shingo, anatembea na hama. Mpaka sasa ile utasikia akifanya mpaka unashindwa hiyo suti imeenda. Na mimi najua fika mmewaje kwenye choi udada. Lakini sasa mmeanza vile tu mwenyewe kwa mganga na Rivers, hakuna mganga mchawi dance hivi. Inakwanga ni kama wamevaa hiyo nguo nyeusi na hiyo kitambaa ya red. Joel nyuma. Hizo vitu zinafanyikanga wapi? Kwa mahali kuna njia panda. Unaona mahali kuna junction, mikutano nyingi inakwanga hapo. Na sasa watu wengine, mshasikia watu wanakwanga pia viti. Ushaamka asubuhi unasikia
Ni kama nilikuwa nalima. Ni kwa sababu kwa umekailiwa na kijinyanya kingine hapo, kimekufanya wewe ni kiti, kimekuweka kwa hiyo mkutano na kimekukalia. Ilikukalia hapo. Hapo sote amka asubuhi bala uombe, wewe unasema sika nilala vibaya, acha mambo ya kulala vibaya. Tembea kwa shetani. Kemea shetani. Kemea shetani, wacha kujidanganya. Wacha kujidanganya. Wacha kujidanganya. Ati naamka hapo nasikia ni kama nikaona kameshikwa na stroke. Mkono wako nilikuwa natumia ku point. Wacha nikwambie, kwa hizo junction kuna vitu nyingi zinafanyikanga. Siku moja tu ufunguliwe macho yako ya ndoto ama macho yako ya hii live, uone watu wanakaliwa, wanakuwa kiti, wanakaliwa. Wewe umesema tunaenda kumaliza nani? Wewe umekaliwa na mkutano umekaa. Boss. Ama sasa umelala usiku yote. Karibu 5 hours. Umekaliwa tu na kijana kingine kizee kimejaa. Kinakulanga mafuta. Kuja kimekalia hapo. Kinakulanga vitu za sukari. Na umekaa hapo, naomba wewe kaa vizuri. Tenda mkono vizuri. Na mkono unaweza kusonga songa. Ukiamua acha kusonga songa na mkono umeshikilia baba unafanyikanga nini? Si mkono unaumia. Na ndio na maana unaamka asubuhi unasikia hiyo mkono. Na unaanza kusema ni kama nilala vibaya. Unalala vibaya hapo. Ulikuwa kiti. Ulikuwa stool. Ulikuwa kiti. Ulikuwa vitu vingine hapo. Mikono yako ya kiroho ishachukuliwa. Wewe unangoja tupokee kazi, unangoja upokee fedha. Kumbe kuna mtu kwa banka alipatiwa, alienda kanunua. Unajua hizo vitu za kiroho huwa zinauzwa. Zinauzwa na wazungu. Mzungu na unaotanga kwa ndoto zako unakutana na wazungu, uko umesimama kwa jukwaa, unapeana pesa na ukiamka asubuhi maskini hai. Kwa sababu ya nini? Mikono yako iko huko. Ndio inatumika kuhesabu pesa kwa banka. Macho yako ndio inatumika huko. Hata kuna watu macho zao zinatumika na wachawi. Unajua wachawi huwa unajua mchawi ni mtu wa kiroho. Ni mtu lakini akishatoka roho ikitoka nje ndio anakuwa mchawi. Si ndio? So, anaweza akikuja kukuibia macho zako, akuibie tumbo lako, kizazi chako. Anaenda kuuza. Unaona kutana mtu hapo na kumbe ndio anakuja kwako anataka kukwambia, "Hebu niweke chai hapo nikupatie uhondo moto." Kumbe sasa amekuja kumiliki. Anaweza kuuza bwana yako siku anakuja saa ngapi? Na kwa sababu ya hasira unaongea siri zote. Na bwana yangu siku kwa nasikia ninamchukia. Bwana yangu siku kwa hivyo mpendi, asimpendi hata kidogo. Anasema okay, anajua kitaweka na katika anasema huyu tunachukua. Huyu bwana yake atakuwa bwana yake. Haya, anaendelea hapo next. Na siku hizi umepata kazi wapi? Siku hizi unajua nimepata kazi kidogo tu lakini ni kidogo tu ni ya kashia kwa bank. Lakini sasa nilikuwa nataka kazi nyingine. Unaanza kuchagua kazi na si hatuna. Kazi hiyo tutabeba hiyo mikono. And the next anakuuliza na mtoto wako siku hizi bado anafanya huwa anasoma vizuri. Huyu mtoto wangu nampenda sana. Ndio anakuwa number 1. Hebu tuonyeshe kitabu yake moja. Hebu angalia vile amepata 10/10, 20/20. Tena anashika kitabu hivi. Kuna dawa huo washapaka kwa mkono. Akishaishika tu hivi, ashamiliki hiyo akili. Na anapeleka kwa mtoto wake akifika tu nyumbani anamwambia, Johnny, wewe leo haukumekuwa good boy. Kumbe ana transfer ile akili kwa kichwa. Na leo umekuwa good boy. Kidogo wakirudi shule, anakanyanga mtoto wako chini. Mtoto anamkanyanga chini, unaanza kupiga mtoto wako bure. Kwa sababu hujaelewa siri za kiroho. Na ukiambiwa siri za kiroho, hautaki kusikia. Ukiambiwa acha vitu fulani, hautaki. Unajua mtumishi akishaonyeshwa kitu, anakuonyesha vile anaiona live. Sasa angekuwa anaweza kukuletea hiyo TV ya kufungulia hapa channel 27 ama channel nini, uone, ungesema nakumbuka kwa niambia ukweli. Lakini mbona tuamini? Kwani lazima kitu kifanyike ndio ushike kwa alama? Hapana, tuache hiyo tabia, tunaambiwa tuachilie mashimo kwa sababu tukienda kuweka huru tunaenda kuinuliwa. Amen. Kuna maisha unaishi si yako. Na mmekaa hivyo miaka yote lakini hamtaki kusikia siri. Siri ni
kuna watu waliamua mkae hivyo na wakaweka walinzi ili mswa itoka hapo. Ushaona kuna familia zingine hata ukifanya kitu kidogo kama kununua kalamu, wacha gari, kalamu, wanainuka. Alinunua kalamu wapi na mimi ndio nafaa kuwa nampatia? Alinunua hiyo shati wapi? Hiyo kaskati nani alimpatia? Yaani kwa sababu hao ni watu wameko kama walinzi kwa familia yenu. So leo unataka kubaki nao, unataka waende. Lakini wakienda waende kwa mdomo ndani. Lazima uchemke ndani. Useme mimi sitaki hizo, lazima uchemke. Lazima uchemke. Narudia, lazima uchemke. Lazima uchemke. Kila mtu hapa anafaa kuwa, unajua kuna kitabu inasemanga saa nyingine lazima ujitolee kuwa msaada kwa Mungu. Unajua watu wanadhani kama Mungu anahitaji msaada wako. Yes. Mungu ako kwa kiroho. Na anahitaji mwili yafanye kitu, si ndio? Si mbona tuko na watumishi? Sababu lazima tumie hiyo miili ya watumishi kutenda mambo yake, si ndio? So leo amua leo wewe mwenyewe ukue msaada kwa Mungu. Ukiamua kuwa msaada kwa Mungu, chochote kibaya ndani yako kinaenda kulikuliwa, kitolewe na kile kizuri kibaki. Kitabu cha Ibrania chapter 12 inasema nini? Mungu anaenda kutingisha mbingu, anaenda kutingisha dunia ili chochote kibaya kimwagike na kile kizuri kibaki. Sasa kubali utingishwe. Kubali utingishwe. Narudia, kubali utingishwe, mashimo yakuondokee. Na ni haya tu, barikiweni sana.